yuko katika njia ambayo haimpendezi Mungu. Hii ni kazi ya Roho Mtakatifu. Anakuja kukuthibitishia ndani yako na anakuonyesha ya kwamba matendo unayotenda hakika hayampendezi Mungu kabisa. Hata kama utaendelea kutenda, lakini ukweli unakuwa unaujua moyoni, kwa sababu Roho Mtakatifu anazungumza na wewe. Na ndio maana utakuta kuna mtu mwingine anaweza kuwa anafanya jambo lakini ndani hana amani, anafanya kitendo lakini huku ndani kunampa shida, kwa sababu kile kitendo anachokifanya hajaambiwa na mwinjilisti, hajaambiwa na mchungaji, hajaenda hata kanisani, lakini ghafla anajisikia hatia. Nani anamfahamisha kwamba hiyo ni hatia? Ni Roho Mtakatifu. Na hii inaenda kwa watu wote, wale waliokoka na wale ambao hawajamwamini Yesu Kristo. Wale ambao wamemwamini Yesu Kristo, Roho Mtakatifu anaweza akakusemesha kwamba jambo la kwanza, anakujulisha hiki unachokifanya ni sahihi ama sio sahihi. Maana yake kwa maneno mengine tunaweza tukasema Roho Mtakatifu kazi yake ni kuja kutufanya tuweze kutimiza mapenzi ya Mungu kwa usahihi, kuyafanya mapenzi ya Mungu kwa usahihi. Bwana asifiwe. Kanisa, haleluya. Na ndio maana nikakusemesha, nikakwambia kazi mojawapo ya Roho Mtakatifu, yeye ndiyo mwanzilishi wa kazi ya wokovu, kwa sababu anakuja kukuthibitishia kwa habari za haki ya Yesu Kristo. Pamoja na kwamba Yesu Kristo ameondoka, lakini alituachia Roho Mtakatifu akae ndani yetu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokaa ndani, anakuthibitishia ya kwamba Yesu Kristo alikuwa ni mwenye haki. Tunatakiwa tumfuate yeye, tunatakiwa tuokoke, tunatakiwa tuache dhambi. Roho Mtakatifu anakurejesha kumbini tena. Roho Mtakatifu anakushauri, na Roho Mtakatifu anapokushauri hakufati kwa hasira, hakufati kwa ugomvi, hakufati kwa namna ambayo ni kama anakulazimisha, lakini Roho Mtakatifu anakushawishi. Bwana asifiwe. Kuna namna atakuja kwa lugha nyepesi kukueleza na kukushawishi kuielekea njia ya Yesu Kristo. Usipoelewa leo, anaweza akarudi kesho, anaweza akaja wiki inayokuja, anaweza akakuacha hata mwaka ukapita, lakini ndani yako utakuwa unasikia msukumo wa kumtumikia huyu Yesu ambaye ndio kazi kubwa ya nchi. Kanisa, Bwana asifiwe. Kanisa, haleluya. Kwa hiyo kazi mojawapo ya huyu Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako ni kukuthibitishia ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Lakini si tu kukuthibitishia, ni kukushawishi wewe kuweza kuishi na kuyatimiza mapenzi ya Bwana siku zote kwenye maisha yako. Uko hapa na unanisikiliza, yamkini nazungumza na wewe mwenyewe unasikia na unaelewa namna ambavyo kuna mahala unafika ndani yako unasukumwa kufanya kitu fulani cha kiufalme. Mungu amekuwa akikusemesha kupitia Roho Mtakatifu kwa namna tofauti tofauti. Wengine wanasemeshwa kwa habari ya utumishi, wengine wanasemeshwa kwa habari ya kwenda kusaidia mayatima, wengine wanasemeshwa kwa habari ya ujenzi wa kanisa. Kila mtu anaweza akasemeshwa. Wengine wanasemeshwa kwa habari ya kuacha dhambi na kurudi kwa Yesu Kristo. Roho Mtakatifu amekuwa akizungumza, akipiga kelele. Haijalishi unaelewa au hauelewi, lakini nataka nikwambie kwa neno la Bwana, hiyo sio sauti ya kuipuzia. Huo ni mwito wa Yesu Kristo kupitia Roho Mtakatifu, ya kwamba wakati ni sasa, unahitaji kuchukua hatua na kumkimbilia Yesu Kristo ili awe Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, haleluya, haleluya. Ni wakati wa kuisikiliza sauti ya Roho Mtakatifu, kwa sababu utakapoisikia na kufungua moyo wako, yeye utamruhusu kufanya kazi na kukusaidia kuyatimiza mapenzi ya Mungu aliye hai. Lakini pia jambo jingine, ukiangalia katika kile kitabu cha Matendo, hiyo sura ya 2 mstari wa 36 mpaka 38, utaona namna ambavyo Petro ilifika mahali Wayahudi ambao kazi yao ilikuwa ni kupinga kazi
wakachomwa mioyo yao. Bwana asifiwe. Ni kama mioyo yao ikachomwa. Kumbuka Yesu Kristo wakati anaondoka aliwaachia mitume, akawaambia mimi naenda, lakini mtapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nilikusemesha nikakwambia ile nguvu maana yake ni nguvu itakayowasaidia kueneza Injili. Nguvu ya Roho Mtakatifu inafanya kazi pande mbili. Kwanza, inafanya kazi kwa watumishi ambao ni mitume Yesu aliyotuchagua, lakini pia hiyo nguvu inatumika kuwashawishi ulimwengu wote kumkiri Yesu Kristo na kumfuata huyo Yesu. Usijaribu kwenda kuhubiri Injili bila Roho Mtakatifu, kwa sababu watu hawatakuelewa. Watu wanaweza wasikusikilize. Wakati mwingine unaweza ukakosa kibali kwenye maisha yako maeneo fulani. Usitafute kuanza kuwanyoshea vidole watu, lakini tafuta nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu utakapotafuta nguvu ya Roho Mtakatifu ikisha ingia ndani yako, watake wasitake watakuelewa, kwa sababu utazungumza maneno yaliyo na nguvu itakayowashawishi. Kwa hiyo wewe ni mwimbaji, wewe ni mtumishi wa Mungu, wewe unafanya kazi sehemu yote, hata hapo ofisini kwako, tafuta nguvu ya Roho Mtakatifu. Itakusaidia kuwa na kibali mahala popote utakapokuwepo. Petro hapa, Wayahudi walipomuuliza, ukisoma maandiko kuna mahala wakati wanawahubiria habari za Yesu Kristo, Wayahudi wakauliza, sasa tufanye kitu gani? Petro anawaambia, ukisoma ule mstari, ukisoma Matendo ya Mitume hiyo sura ya 2, ukisoma mstari kuanzia wa 37, Petro akawaambia 38, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu mpate ondoleo la dhambi zenu, ninyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mtu akiwa hajaokoka, nisikilize vizuri, mtu akiwa hajaokoka, Roho Mtakatifu anaweza akatenda kwa ajili ya kumshawishi na kumvuta kuja kwa Yesu Kristo. Lakini mtu anapofika mahala anasema ndio kwa Bwana, anamwamini Yesu Kristo, kinachofanyika Roho Mtakatifu anakuwa anaingia ndani ya moyo wa yule mtu, na ndio Petro anasema mkishatubu mtapata ondoleo la dhambi. Mkishapata ondoleo la dhambi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Sema kipawa cha Roho Mtakatifu. Kipawa cha Roho Mtakatifu. Maana yake hii ni hatua ya kipekee sana. Mtu anapotubu dhambi zake, mtu anapochukua hatua ya kuja kwa Yesu, ghafla anaingiziwa kipawa cha Roho Mtakatifu, anaingiziwa nguvu rasmi ya kutembea naye, kustawi na kuongezeka. Nataka nikueleze kwa neno la Bwana katika ibada hii, ikiwa kuna mahala bado unasuasua, ikiwa kuna mahala bado umekwama, ikiwa kuna mahala hauoni njia kabisa na wala haujui namna gani unaweza ukapita, nataka nikwambie kwenye ibada hii, mruhusu Roho Mtakatifu aingie ndani yako. Mkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili upokee kipawa cha Roho Mtakatifu kitakachokusaidia kuweza kustawi na kuongezeka katika jina la Yesu. Kama unanielewa, piga makofi kwa huyu Yesu ambaye ni mwaminifu katika maisha yako. Mahala popote utakapo, na nataka nikueleze jambo moja, lakini tunapozungumza kwa habari ya kipawa, maana yake ni zawadi maalum inayotoka mbinguni kuingia ndani ya mtu kumsaidia kustawi na kuongezeka. Amen. Na hii unaipata pale unapomkubali Yesu Kristo. Roho Mtakatifu anaingia ndani yako. Kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Kanisa, haleluya. Amen. Sasa unaweza ukaona kazi ya Roho Mtakatifu ilivyo ya msingi na ya muhimu kwenye maisha ya Kristo. Kuna mahala kama kanisa tunaweza kuwa tunatafuta nguvu ya kutusaidia kwenye maombi, hatuioni.